Subiri. Mwambie jirani yake anakusubiri. Mwambie tena anakusubiri. Anakusubiri katika tabernakulo. Yesu alivyomsubiri mwanamke Msamaria kwenye kisima, anakusubiri katika tabernakulo uchote baraka, maana yeye alisema niko pamoja nanyi hadi ukamilifu wa dahari. Kwa hiyo anakusubiri katika tabernakulo. Papa Yohane Paulo wa pili alizoea kulala chini ya tabernakulo akipata baraka na neema. Askofu Fulton Sheen alizoea kuandika vitabu vyake akiwa karibu na tabernakulo. Anasema napata mwanga, napata maangamizi ya moja kwa moja kutoka kwa Yesu wa Ekaristi. Yesu amekusubiri miaka zaidi ya 2000 katika tabernakulo. Niliwahi kukutana na watoto wanacheza mchezo wa kujificha. Kwa Kiingereza unaitwa seek and hide. Seek and hide. Naomba useme kwa Kiingereza seek and hide. Naomba na nyinyi mabibi wazee mseme seek and hide. Sasa ulikuwa ni mchezo wa kujificha. Nikakuta katoto kanalia. Sasa kwa nini unalia? Kasema padri, tulikuwa tunacheza mchezo wa kujificha. Nikajificha kwenye kichaka. Imepita nusu saa, wenzangu hawaja kunifichua. Wameendelea na mchezo mwingine wa kuruka kamba. Nimetoka na huzuni. Ndivyo hivyo Bwana wetu Yesu Kristo amejificha katika maumbo ya mkate na divai. Amejificha. Anataka umwendee uzungumze naye, anakusubiri. Amekusubiri miaka 2000 na zaidi. Amekusubiri. Uende umsikilize, uende aongee naye. Kama alivyomsubiri mwanamke Msamaria, anakusubiri wewe. Mwambie jirani yake anakusubiri katika tabernakulo. Pointi yetu ya 3.